pili wakazima simu. Alafu baada ya kuzima simu wakachomoa na line. Sasa watu wapatikana wanatafuta kote nadhani. Yaani na line wamechomoa kabisa. Yaani semaji kabisa amechomoa line. Yaani imechomolewa kabisa, imewekwa pembeni. Alafu simu imewekwa kwenye mto. Ninapata picha wakati watakuwa walikuwa nyumbani wanaangalia TV. Sababu tukio silikuwa liko live. Walikuwa wanafuatilia kuona nini wanachora tu. Au wamelipiza ile atutokei na sisi. Kwani ile hawakuwa ikufika tarehe ya kutokuchezwa wakawa wameitwa. Yaani pengine wao wamesema tutoki na sisi tutokei. Unajua yani kuna mambo mengi hapo unajiuliza. Sasa kama wao ndo walisusa mara ya kwanza, kwa nini sasa leo wamegoma kwenda? Bana, kanuni zinasemaje Ali Luambano kwa tukio kama hili ambapo Simba hakutokea kunako kikao hiki muhimu na wanajeshi wa habari za michezo? Kwenye kanuni ya 17 kanuni ambayo inahusu utaratibu wa mchezo ndio ambayo nakwenda kuzungumza hapa. Na moja kati ya kanuni kifungu cha 58 kinasema kutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo, ambapo kocha mkuu na nahodha au mchezaji mwenye ushawishi ndani ya timu yake watazungumza katika mkutano huo. Hiyo kanuni ambayo inajielezea, ambayo ni kanuni ya 17 kifungu cha 58, ambapo baadaye inakuja kujielezea huku adhabu zake endapo kwa timu itashindwa ambao timu itakiuka matukio ambayo wanatakiwa kuyafanya kwenye hii kanuni ya 17. Inasema TFF na TPLB itachukua hatua ya ukiukwaji wowote wa utaratibu wa mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio au kutoza fine kuanzia shilingi milioni 1 mpaka shilingi milioni 2 au kufungiwa michezo isiyozidi 3 kwa kipindi kisichozidi miezi 3. Fine kwa makosa yanayojirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 5 na shilingi milioni 10 kwa mchezaji kiongozi au timu. Kwa hiyo hizi kuna kanuni nyingi sana ambazo ziko hapa. Lakini adhabu yake kwenye ambaye atakiuka miongoni mwa hivyo vipengele, adhabu yake ndio zimeainishwa hapa. Kwa hiyo kanuni 17 makosa yake yote ambao ukiyafanya yameainishwa hapa. Kwa hiyo kwa kosa la Simba, kwa maana kwamba hawajatokea kwenye mchezo, wanaweza wakapewa adhabu, kwa maana ya kwamba kukaripiwa pia ni miongoni mwa adhabu endapo kijirudia tena linaonekana kwamba ni kosa la pili, ambalo sasa adhabu yake inaweza kwenda kuwa double kutoka kwenye milioni 1 kwenda mpaka kwenye shilingi milioni 2 endapo itakuwa ni kosa la kujirudia kwa timu kushindwa kuhudhuria mkutano wa waandishi wa habari. Sawa, tumesikiliza kanuni hapo na Ali ametupitisha. Gharama inaonekana ndogo, ndio maana watu wanafanya vitu kirahisi. Pengine ni hivyo, Nira. Yes, unajua jinsi gani ambavyo wameainisha hizo gharama za faini ambazo zimewekwa kwenye hivyo vipengele, ndio kitu ambacho kinawafanya watu wasiofie kufanya makosa, kwa sababu ukija kuangalia kama kosa hilo faini yake inakuwa ni milioni 1. Kwenye faini ya milioni 1 kwenye timu kama Simba Sports Club sio faini ambayo inaweza kwenda kuwatingisha Simba Sports Club, lakini binafsi mimi naona sio kitu kizuri. Unajua kwamba tulidhani kwamba baada ya haya masakata yote kuwa yanatokea tungeweza kurudi na kukaa pamoja kuweza kunyoosha mpira wetu, lakini binafsi nazidi kuona tunazidi kuchafua, yani tunazidi kuchafua ile hali ya hewa na tunazidi kuiharibu brand ya soka letu. Tulishaamini kwamba matatizo yameisha, sasa hivi kilichobakia ni kwenda kutamatisha msimu wa ligi, lakini bado kumbe matatizo yapo nyuma ya pazia. Kama hawajatokea kwenye press conference, kitu gani ambacho kimewafanya wasitokee? Kitu gani ambacho kimesababisha mpaka wao washinde kuitikia wito wa bodi ya ligi ambao waliwaita kwa ajili ya press conference? Na hivi ni vitu ambavyo binafsi vinakufanya yani ukose kuwa na ule uhalisia ambao watu wengi wanatamani kuuona. Hata kama wewe ni mgeni, lakini tambua kwamba huu ni mchezo mkubwa. Muda mwingine tunaweza kusema kwamba waliofia labda kufanyia branding mchezo ambao wao sio wenyeji, lakini pia huu ndio mchezo mkubwa, ndio mchezo ambao unabeba taswira la soka la East Africa ujue. Ni mchezo ambao unaweza ukaisimamisha Afrika mzima kusubiri kuona ni nani ambaye atakuwa mshindi wa mchezo huu au nani ambaye atafanikiwa kuondoka na alama 3 na kutoa ile taji. Lakini kwa hichi kilichofanyika, mimi nadhani Simba Sports Club pia nao walipaswa kujitathmini. Haikupaswa kujirudia baada ya kukaa miezi 3 kwenye sintofahamu kuhusiana na mchezo huu kwenye safari hii. Sawa, huyo ni Nira Juma akizungumza kwa upande wake kwa kile ambacho kimetokea na nini ambacho wanafikiri labda kingefanyika ingekuwa bora zaidi. Dakika zimesalia takriban 9 kwenda kutoa kitita kile
kwa watu 35. Kwa hiyo kama bado hujashiriki, inapaswa ushiriki kwa umakini mkubwa kabisa hivi sasa, ili tukirudi hapa kuchezesha draw namba yako na wewe iwepo pale. Kumbuka ukishiriki mara nyingi, yani kama na shilingi 7,000 ukacheza mara 7, unatengeneza nafasi kubwa ya wewe kuingia moja kwa moja kunako draw. Isa tuwapitishe kule kwa namna gani ambavyo watakiwa kucheza ili kuweza kushinda. Namna ya kucheza ni rahisi sana. Kama unatumia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, namba kumbukumbu ni 333, maneno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umecheza. Kama unatumia Yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, namba kumbukumbu ni 333, maneno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umecheza. Na kuja na wewe unatumia Airtel, nyanyua simu yako ya kiganjani, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5, lipia bili, chagua namba 4, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, namba kumbukumbu ni 333, maneno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umecheza. Halotel, bonyeza nyota 150 nyota. Weka buku hapo, mambo yaweze kwenda poa. Lakini nikupe taarifa wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, kesho mara baada ya dabi kuna taarifa moja kubwa mno kuliko dabi yenyewe. Itatoka hapa kupitia Bongo FM Radio. Naamini utakuwa unajiuliza taarifa hiyo inahusu nini. Ni njema kwa wewe Mtanzania. Kwa hiyo popote ulipo, hakikisha yani dabi ikiisha pap umetune Bongo FM Radio ili usikie hiyo taarifa ni nini. Ni taarifa kubwa, narudia tena, na ni taarifa njema kwa kila Mtanzania ambaye atakuwa anasikiliza radio. Sasa kama unakuwa unaniona naongea tu ili mradi iende, haya kimbia. Lakini namba zimesajiliwa NIDA siku hizi kila mtu. Kwa namba zenu zipo kwa serikali na namba zote yani. Kwa hiyo ukashangaa labda kuna mgao wa milioni kadhaa. Kama una kiwanja mzee wangu Ali Lwambano Goba kule una Zanzibar ya Dar es Salaam Goba. Kwa hiyo kesho kuna taarifa kubwa mno inakwenda kutoka. Kaa karibu na redio yako ili kuweza kujua ni nini ambacho kinatokea. Tuangalie kile ambacho kimewakuta Simba. Niko Simba, pengine labda kuna jambo limetokea huko ndio maana imekuwa ni ngumu, ama wewe unawaza kwa nini wamefanya hivyo? Ni utoto. Naanza kupata wasiwasi na baadhi ya viongozi wa Simba Sports Club na mheshimu media department ya Simba Sports Club ikiongozwa na Ahmed Ali, na waheshimu viongozi wote wa Simba Sports Club, lakini kwenye hili nafikiri wameamua kutumia maamuzi ambayo sio ya busara. Unajua, tuliamini baada ya mchakato kuendelea, tarehe ya mechi kaja kupangwa tarehe 25, niliamini kwamba pande zote mbili zimekubaliana. Hadi tunaona zile picha ambazo baadhi ya viongozi wa Simba na Yanga wakipiga na mheshimiwa rais, ina maana mwafaka wa mechi ya tarehe 25 tayari ulipopo umetamatika. Na hivi ambavyo tunaviona vinavyoendelea, bodi ya ligi pamoja na TFF wameenda kuchukua marefari kutoka pale Misri. Ina maana kila kitu kilikuwa kwenye mchoro na tayari mchoro Simba wanaujua. Sasa end of the day wanajua kabisa siku moja kabla ya mechi inabidi waende kwenye mkutano na waandishi wa habari, na naamini kabisa baadhi ya viongozi wa Simba ambao wapo kwenye media department nao walitoka kwenye huu waandishi wa habari, wanajua process zote ambazo zinafuatwa na process ambazo inabidi zifanyike. Kwa hiyo kwenye hili na waheshimu, lakini wamekosea viongozi wa Simba. Wanaanza kuitia dosari dabi mapema, wanataka yale mambo ya mwaka 85. Unajua mwaka 85 situation kama ishatokea nani Mwando. Ilikuwa mechi kati ya Simba na Yanga ambayo ilikuwa mechi ya mwisho, anayefungwa na kuwa bingwa. Wakaja kutia dosari za namna hii, na Simba ndio ilikuwa timu ya kwanza kuvuruga hiyo mechi ya mwaka 85. Kwa hiyo kwenye hili Simba wasitafute kichaka cha kujifichia, wajiandae kwa ajili ya mechi, waende kucheza tarehe 25, ligi ishe. Tuna mambo mengi baada ya ligi kuisha. Mimi unajua Niko, mimi sioni Simba wamekosea kiasi hicho. Na binafsi mimi ninawashangaa wale ambao wanailaumu Simba kiasi hicho. Unajua kwa scenario ambazo zipo kwa sasa hivi, mechi imehailishwa, mara imefanywa hivi, Simba na wao sio wanyonge kiasi hicho. Yaani tunapaswa tufahamu hilo. Hawapaswi kuwa wanyonge kiasi hicho. Kwa hicho ambacho wamekifanya, mimi binafsi kugomea tu kwenda kwenye press, ama hawajakwenda kwenye press na sababu bado hawajaziweka wazi, lakini mimi sioni kama kuna shida kiasi hicho. Na hata hivyo, kama mnakumbuka kwenye hizi siku za karibuni, Ahmed Ali alikuwa anaulizwa sana kuhusiana na swala zima la mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini yeye alikuwa hataki sana kulizungumza. Mimi ninachokiamini ni kwamba hata kama Simba wanakwenda kucheza huu mchezo, lakini wenyewe hawakuridhika. Wao ridhika wacheze huu mchezo kwenye siku ya tarehe 15, lakini bahati mbaya mchezo
haujachezeka na wanalazimika kwenda kucheza siku ya kesho. Kwa hiyo hivi ambavyo wanavifanya ni vitu vya sioni kama ni kitu kikubwa kiasi hicho. Na hata ukiangalia kuna sheria pia nyingine ambazo huwa zinavunjwa mara kwa mara, sijui watu kupita geti lisilokuwa sahihi, watu kufanya hivi. Kwa hata haya naona ni ya kawaida tu kwenye tension za dabi. Na hata hivyo pia unajua dabi ili iwe dabi kuna namna ambavyo inapaswa kuchangamka. Walichokifanya Simba ni kama wameichangamsha dabi. Ni mambo ambayo of course wamekosea na hatupaswi kusherehekea kiasi hicho, lakini kwa scenario ya mchezo wenyewe wa dabi namna ambavyo umekuwa kuanzia mwanzo mpaka unakwenda kuchezwa siku ya kesho, sitaki kuwaraumu sana Simba na wao sio wanyonge kiasi hicho. Na hata kama ikitokea Simba hawajakwenda kiwanjani kwenye mchezo huu kwa siku ya kesho, mimi binafsi nitakuona bado wako sahihi. Yaani sioni kama watakuwa wamekosea kiasi hicho. Ukiangalia hata ile siku ambayo Simba huu mchezo unaghairishwa na bodi ya ligi, unapangwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25. Mimi nilisema niliuliza kanuni gani ambayo imetumika pengine mchezo huu kusogeza mbele. Kwa hiyo hata kama leo Simba ikatokea kwamba hawajakwenda kwenye huu mchezo, bado na wao wanayo sababu ya kufanya hivyo. Kwa nini mchezo ulihairishwa na kwa nini hakutolewa taarifa yoyote nzuri ya watu kueleweka? Mimi sioni kama Simba wamekosea kiasi hicho. Ila ninachokiamini ni kwamba Simba kesho atakwenda kucheza. Pamoja na hayo yote ambayo anayafanya, ninachokiamini ni kwamba Simba hawezi kugomea huu mchezo, atakwenda kucheza na anafahamu kabisa ya kwamba bodi ya ligi wako serious sana. Yaani leo mtu amesafirisha waamuzi kibao kutoka nje ya nchi, alafu uje hapa usilete timu kutegemea kwamba kutakuwa na mswalie mtume, ni kitu kigumu sana. Yaani mimi naona kabisa yule ambaye kesho hatakwenda kiwanjani, shughuli yake itakuwa imeisha. Timu yake itafutwa au anapiga pointi 3 zinapelekwa kwingine. Francis Isa kwamba yule ambaye atapeleka timu kesho kwa mpira wa Tanzania, yule kiongozi ambaye hataruhusu timu iende kesho, shughuli yake itakuwa imeisha. Mimi naungana na Isa, lakini madai yalikuwa ni kwamba bodi wa kuwatendea haki Yanga kwa nini walairisha mechi kwa sababu ya kupokea taarifa kutoka kwa Simba. Simba wenyewe ndo walianzisha hii sakata. Wanasema sote ukilikoroga ulinywe. Kwa sababu wao lilianzisha, ulikuwa na hoja ya kuzuiliwa kufanya mazoezi na wenzako wakaja na hoja hawana imani na uongozi. Uongozi kapangwa tarehe, watu wakaachia ngazi, wawili tayari. Wameachia ngazi. Kwa hiyo wamepata imani ya kuchezesha mchezo wao. Pengine ni mind game, lakini kama ni mind game, kwa nini tarehe 8 walikuwa wanataka kwenda kufanya mazoezi? Kwa sababu adhabu ya kutokwenda kwenye press sio kubwa. Unalipa tu. Kwa klabu kubwa kama ya Simba hawashindwi kulipa. Kuna mifaini kibayo ambao wao wanailipa. Sio, umenielewa sijui. Lakini kesho Simba hatoacha kwenda uwanjani. Tupo hapa. Usi atakuwa Benjamin Mkapa Lupas. Anakwenda kutangaza, tutakuwa live kwa Bongo. Simba kesho anaenda uwanjani. Ila mimi nadhani kama akienda lazima wana saikolojia watakuwa mfanya kazi kubwa ya ziada. Kwa sababu maandalizi yanaanza pia na wewe mwenyewe kuonyesha confidence yako. Yaani unapotaka kujaribu kitu lazima uonyeshe kwamba umejiandaa. Hata unataka kukimbia Nicholas, unakimbilia kitu Buguruni, akili yako lazima umeiseti kwamba hapa natoka mbio na speed namna hii ili niwahi kile kitu ninachokimbilia Buguruni. Kwa hiyo pia ile kwenda kwenye press kupata yani ile kuona attention ya watu pia inaongeza kitu katika swala zima la saikolojia. Lakini mchezo wa kesho Simba anatokea uwanjani. Kwa sababu asipotokea uwanjani kanuni inasemaje Nira? Nijibu tu kanuni inasemaje asipotokea uwanjani? Si watakatwa pointi 3 ambazo watapewa Young Africans na magoli 3 na kuna pointi 15 za ambazo watakuwa wamezipoteza kwenye mchezo kwa kutokea uwanjani. Lakini kama watatokea uwanjani na wakajivunja labda kama ilivyotokea kwenye mchezo wa Tabora, ni watapewa Yanga magoli 3 pamoja na alama 3. Sasa kwa namna ambavyo Simba ilikuwa imejiandaa kwa msimu huu, walianza kutengeneza kikosi, lakini baadaye ule ushindi ukaanza kuwanogea, wakajikuta wanaonywa na utamani ubingwa. Mimi sitaki kuamini kama leo hii kuna kiongozi ambaye hataki kupata mafanikio ambayo Simba wameyapata. Yaani mafanikio ambayo wameyapata Simba, sitaki kuamini kama kuna kiongozi ambaye hayataki. Kwanza kucheza finali ya kombe la shirikisho, lakini pili kuchukua kikombe ambacho ndo wao walichokibakiza hiki kimoja, kwa sababu ile shirikisho wao walishatolewa. Kwa hiyo sijui wanafanya uchaguzi lini kama watashinda. Unajua nini Lema? Huu ni mchezo ambao watu wengi sana tunaochukulia ni mchezo kama shika hatma za watu. Ya ubingwa. Hatma za watu. Achana tu na huu ubingwa wenyewe. Kuna watu hatma zao zipo ndani ya huu mchezo. Moja ya watu ambao nadhani hata sasa hivi huwezi ukamgusa kwa namna yote ni Murtaza Mangungu. Yaani mzee wangu kwenye mchezo huu hakuna matokeo ambayo wana Simba watarizika nayo zaidi ya ushindi pekee.
na kuweza kwenda kutoa ubingwa. Lakini kwenye matokeo ya aina yoyote hiyo, mimi naamini kwamba mashabiki wa Simba Sports Club, mbuzi wa kafala atakuwa ni Murtaza Mangungu. Lakini ujuzi si ndo kaongea kauli nzito, kama uriziki na chama unaweza ukatafuta chama lingine. Ndo maana nakwambia Francis Mwando, moja ya mtu ambaye amesimama sehemu yenye ncha kali ni Murtaza Mangungu. Endapo Simba Sports Club atapoteza mchezo dhidi ya Young Africans, yani atalipoteza ile taji mbele ya Young Africans, Murtaza Mangungu maisha yake ndani ya Simba Sports Club, hata tajiri mwenyewe tajiri amefanya mengi sana. Simoni tajiri akiwa tajiri ya Ngoki wewe kaeleza vile. Tajiri ameleta kina Jean Sharia wa. Kwamba anasema tajiri anaruhusu kwa nini ile wamkubali ni kweli? Tajiri afukuzwe. Tajiri ana kesi. Simba kipindi imepotea, amekuja ameleta kina Jean Sharia wao, kina Elie Mpanzo, ameleta wachezaji wengi sana ambao wamekuja kuiinua Simba Sports Club. Lakini Murtaza Mangungu, kutokana na hizi kauli zake ambazo amekuwa akiziongea mara nyingi sana kwenye vyombo vya habari, nadhani kwamba unaweza kuwa ni mchezo ambao umekaa kwenye engo mbaya. Nusura pekee ya mzee wangu ni Simba Sports Club kulitwaa ile taji. Lakini kama Simba Sports Club ataenda kupoteza ile taji mbele ya Young Africans, iwe kwa kufungwa ama kwa sare, nadhani kwamba Murtaza Mangungu maisha yake ndani ya Simba Sports Club yatakuwa yametamatika. Bana, dakika ni 33 Rehema, ni wakati wa kuchezesha draw na kuweza kuwapata wale washindi 35. Wakati Rehema anachezesha draw, si tunaendelea na taarifa yetu ambayo tuko nayo hapa ndani ya studio. Kuna kitu ambacho watu wanakifikiri, sijui kama itakuwa kiko hivyo. Pengine Simba kutokea leo hii ni mind game, yani wao wametengeneza iwe kama hivyo yani. Lakini lingine la pili ni kuhusiana na watu ambao wanatoka nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali. Huoni kama kutakuwa na mashabiki wachache pengine kuliko dabi zote kwa kutokea? Yaani watu wanaona Simba kama hajatokea mchana asubuhi kwenye kikao, inawezekana kesho asitokee. Kwa hiyo mimi kama natoka Bukoba, nataka nije na pipa ama gari, safari unaweza ukaahirisha ukaangalia mpira kwenye television. Huoni kama hilo linaweza likatokea na ikawa ni dabi ambayo pengine haina mvuto katika dabi zote zilizowahi kutokea? Na nilikuwa naangalia hapa mapato ya michezo ya dabi ni kama yanazidi kupungua. Dabi ya mwaka 2020, dabi ambayo Young Africans walipata ushindi wa bao 1-0. Mapato ambayo yalipatikanika yalikuwa ni shilingi milioni 545. Ndio kiwango cha pesa ambacho kilikuwa kimepatikanika. Dabi ya mwaka 2023, baada ya kupita kwa miaka mitatu, dabi ilipatikanika, mapato ya dabi yalipatikanika milioni 410. Kwa hiyo kikao kiangalia alishikilia hapo. Ali ulikuwa unaendelea hapo na namna ambavyo mapato yanashuka. Nilikuwa nazungumzia mechi ambayo ilishuhudiwa na marais watatu, ambayo hayati John Pombe Magufuli alikuwa uwanjani, rais wa CAF kipindi hicho Ahmed Ahmed alikuwa uwanjani, pamoja na rais wa TFF Wallace Karia alikuwa uwanjani. Mechi ambayo ilishuhudiwa na mashabiki 59,325 na mapato ambayo yalipatikanika yakawa ni milioni 545. Lakini mechi baada ya miaka mitatu mbele, mapato yamepungua kutoka milioni 545 mpaka milioni 410. Kwa unaweza kuona kwamba ni kiwango gani, ni kwa kiwango kikubwa sana mashabiki wanaanza kupungua uwanjani kwenye mchezo mkubwa wa dabi. Kumbuka huu sio tu ni mchezo, bali ni utamaduni wa Watanzania. Kwa watu ambao wanaupenda mpira, mchezo wa dabi ni kielelezo cha mpira wa miguu hapa nyumbani Tanzania. Kwa unapoona kwamba idadi ya mashabiki wanaanza kupungua kwa ukubwa, kwa kiwango hiki kikubwa, maana yake hatuko kwenye njia sahihi. Na bahati mbaya tunatumia hivi virabu vyetu kuuza bidhaa yetu, kwa maana kwamba kwenye shirikisho la soka bidhaa yao kubwa ambao wanasema kwamba soka letu linafuatiliwa ni kupitia huu mchezo. Leo hii ukimpelekea mdhamini yoyote kwamba sisi soka letu linafuatiliwa, tutatumia mchezo wa Simba na Yanga kama kielelezo cha mashabiki kwenda uwanjani. Lakini kama mashabiki waendi uwanjani, maana yake pia hata thamani ya mikataba ambayo atakuwa anaingia TFF na makampuni pia inaweza ikashuka. Kwa hiyo madhara hiki ambacho kinafanyika, tutaanza kuiondoa dabi yetu kwenye miongoni mwa zile dabi 5 bora barani Afrika. Tulikuwa tunazungumza kati ya dabi 5 bora barani Afrika, dabi ya Tanzania ipo, kwa maana kwamba inaanza ya Cairo dabi, Ahli dhidi ya Zamalek, inafuata ya Casablanca dabi kati ya Raja pamoja na Wydad. Kutoka hapo tunaenda wale Soweto dabi kati ya Orlando pamoja na Kaizer Chiefs. Hizi ni miongoni mwa dabi 5 bora barani Afrika. Hapo pia kuna hiyo dabi ya Tanzania. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vinapelekea dabi kuwa na mvuto sio tu ndani ya pitch,
hata pia idadi ya mashabiki ambao wanajitokeza kwenda kuangalia uwanjani ndicho kitu ambacho kinakwenda kupima ubora wa dabi. Taratibu hizi timu sasa kwenye hii michezo mikubwa ambayo watu wengi wanatamani kuanza kuiangalia itaanza kupoteza mvuto kama hivi vitu vitakuwa vinaendelea. Ilianza issue ya timu mwenyeji kuto kupromote mchezo, ikawa imeenda ikawa kama inazoeleka. Leo hii imebaki siku moja kuelekea kwenye mchezo, timu mgeni ajeenda kwenye press conference. Kumbuka huu ni mchezo ambao umeahirishwa mara mbili. Uliahirishwa tarehe 8, umekuja umeahirishwa tarehe 15 kama ambavyo walikuwa wamezungumza, kwa maana kwamba kuna mashabiki wanatamani kuja uwanjani lakini hawana uhakika kama hii mechi ipo au haipo. Kumbuka kwenye mchezo ambao uliahirishwa tarehe 8 kuna mtu alifariki ndani ya uwanja, alifariki nje ya uwanja mara baada ya kuambia tokeni uwanjani nendeni nje, akafariki kwa nje. Kwa huyu mtu alikuwa ameaga kwao anakwenda kuangalia mechi lakini amerudi akiwa maiti. Kwa kwenye huu mchezo ambao mpaka dakika hii bado kuna sintofahamu kama mchezo unachezwa au uchezwi, sioni kama inaweza kawa tunaelekea kwenye njia nzuri. Binafsi kwa klabu ya Simba ilikuwa ni issue moja tu, watoke hadharani bana, sisi hii mechi tunaenda kucheza, hii mechi hatuendi kucheza. Nadhani ilikuwa ni jibu sahihi zaidi hata kwa mashabiki wa Simba, even pia hata kwa mashabiki wa Yanga kuweza kujua kwamba tunakata ticket tunakwenda uwanjani au hatuendi uwanjani. Lakini pia ukija kwenye mchezo wenyewe ndani ya uwanja, Simba ndio ambao wanawahitaji mashabiki zaidi kuliko Young Africans. Kumbuka Young Africans yeye anahitaji kupata alama moja tu kwenye huu mchezo anaweza kwenda kuwa bingwa. Simba kwenye huu mchezo anahitaji kupata alama 3. Kwa hiyo ili aweze kupata alama 3 zidi ya timu ambayo ni timu imara kwenye ligi yetu, unahitaji pia kuwa na support ya mchezaji wa 12 ambaye ni mashabiki. Kwa hiyo kama Simba wataendelea kukaa kimya, mchezo ukawepo na mashabiki wa Simba wasipojitokeza kwa wingi na Yanga wakawa na mashabiki wengi, na ukiangalia shamla za Yanga ni kama zinaendelea na wakawa na mashabiki wengi na ubora ambao wako nao, inaweza kawa ni mbaya zaidi kwa klabu ya Simba kama watapeleka timu. Kwa kwangu mimi binafsi, kwa hiki ambacho kimefanywa na klabu ya Simba, sioni kama ni kitu sahihi. Ilikuwa ni issue moja kama ambavyo walifanya tarehe 8 bana, sisi hatupeleki timu mpaka wale ambao walikuwa wameshiriki kuwazuia Simba kufanya mazoezi wachukuliwe hatua. Naamini hata kwenye huu mchezo watakuwa watoke tu na kauli moja bana, sisi huu mchezo hatutambui, hatuchezi, sisi mchezo tunakwenda kucheza. Naamini kwa kuwa kuna watu ambao wao ndio wadau namba 1 wa mchezo hapa nyumbani Tanzania, ambao ni mashabiki wako njia panda, wao ndio ambao wana kiu ya kutaka kuona mchezo, wao ndio ambao wanataka kujua kitu gani ambacho kinakwenda kufanyika kuhusu mchezo. Kwa hiyo kuendelea kukaa kimya ni kuwanyima haki mashabiki ambao wanatamani kwenda kuangalia mchezo na hawajui kitu gani ambacho kinaweza kwenda kutokea siku ya tarehe 25. Sawa Ali. Nira unavyofahamu Simba na Yanga na ili tukio ambalo Simba wamelifanya, unahisi Simba wanaweza kupeleka timu uwanjani? Yes, asilimia za kupeleka timu naziona. Simba hajahofia huu mchezo kwa sababu ujue hii ndio finali ya Simba Sports Club kwenye msimu huu. Kitu gani ambacho atakiachieve kinaweza kikajulikana baada ya dakika 90 za mchezo huu. Simba wapo tayari kuipeleka timu uwanjani, lakini kilichotokea mimi nahisi kwamba Simba cha dosari kwenye hili. Miongoni mwa timu ambazo zina alama nzuri ndani ya Tanzania ni Simba Sports Club. Miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri kwenye michuano ya CAF ndani ya Tanzania ni Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye hili naungana na Nira kwa 100%. Simba hataki kuifanyia promo hii mechi. Anahitaji mechi Yanga waende wenyewe tu uwanjani. Wao wanachokihitaji ni alama 3 basi, na nafikiri ubora wa Simba Sports Club hivi karibuni unawapa kiburi kwenye hii mechi. Wanajua kabisa wana timu nzuri, wanajua kabisa wana wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi, na kitu ambacho kinawapa Simba kiburi ni baadhi ya wachezaji wao. Unajua wanaenda kwenye mechi tayari wanatuzwa golikipa bora Musa Pinipini Kamara, wanaingia kwenye hii mechi Jinja Leaua akiwa na 90% za kuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Simba lazima apeleke timu, kwa sababu kutokupeleka timu ina maana atakuwa anaidharau watu wakuu ambao waliamua mechi ichezwe tarehe 25, atakuwa anaidharau
TFF pamoja na bodi ya ligi, atakuwa na wadharau vile vile mashabiki wake, kwa sababu kama upeleki timu ina maana kuna mwafaka gani ambao utatokea msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Bingwa ligi kuu lazima patikane kwa kuwa na alama nyingi. Alama ambazo wamepishana Simba Sports Club na Yanga ni alama moja na bado ana mechi moja mkononi. Kwa hiyo kwa Simba nafikiri kama nataka watendee haki mashabiki wake, kama nataka iheshimu shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania, basi kwa 100% ni lazima apeleke timu aende kucheza, mshindi apatikane.